Mtazamaji wa Kawabe Sports, tuko na mchambuzi wa masuala ya kabumbu Tindo. Tunakwenda kuzungumza naye kwa yale ambayo yamejiri. Sakata la semaji wa Young Africans kwa na tetesi kwamba huenda akafungiwa, lakini pia mchezo ambao uko mbele yetu wa tarehe 8 Young Africans dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kaka uko poa? Nipo poa kabisa sana. Bana, tuanzie hapa kwa hizi tetesi ambazo zinavuma sana kuanzia asubuhi ya leo. Ali Shabani Kamwe, afisa habari wa Young Africans, kusemekana huenda akafungiwa. Inawezekana kwa sababu anatuhumiwa na yupo katika kamati ya maadili. Kamati ile ikimkuta na kosa anaenda akafungiwa, sababu hayo makosa ambayo wamemtuhumu kama anakuta nayo means wanaenda kumfungia ama wanaenda kumpa adhabu nyingine ama kumsamehe pia, inawezekana. Kwa hiyo kama kuna tetesi amefungiwa, well and good, tusubiri kamati TFF kupitia kamati yake nini itatoka. Lakini katika mpira wa Tanzania of course kuna vitu mbalimbali ambavyo vinatokea. Kwa mfano hawa wasemaji kwa namna moja ama nyingine wanachagiza na kubusi sana ushindani wa soka hasa Simba na Yanga, lakini pia wanapelekea mashabiki kuwa ile awareness katika mchezo husika ipo, kwa sababu ukiangalia zamani enzi hizo za makatibu wenezi Saidu Rubea kwa upande wa Simba, kwa Yanga alikuwa mtu mmoja Mohamed Binda, alikuwa hao makatibu wenezi, wale ndio makatibu wenezi wa mwisho. Juma Mkamia naye pia alishawahi kuwa katibu mwenezi Simba. Yaani hawakuwa na mishemishe kama hizi. Najua hiki kizazi cha Gen Z wanaendana na vile ambavyo wanavyohitaji. Kwa hiyo Tanzania sisi tuna dunia yetu katika soka. Ndio maana ukiangalia unaona Tanzania tumepiga hatua kimaendeleo ya soka. Yaani kinadharia, yani kimidhania. Lakini uhalisia ukienda deep down bado hatujapiga hatua hiyo ambayo sisi tunaambiwa tumepiga. Lakini kuna mambo tumepiga hatua. Ukiangalia katika mitandao ya kijamii, ukiangalia vilabu ambavyo vinafanya vizuri katika mitandao ya kijamii barani Afrika, utaona Al Ahly, utaona Yanga, utaona Simba. Katika top 5, top 10 mara kwa mara tunaingia. Ni vilabu ambavyo vinafanya vizuri katika mitandao ya kijamii, Simba na Yanga. Na kwa nini wanafanya hivyo? Kwa sababu hawa wasemaji na aina ya soka ambayo sisi tumechagua. Kwa hiyo wakati mwingine wasemaji hawa wanachagiza sana, ndio maana watu wanawiwa kwenda mpirani, wanawiwa kufuatilia, kununua bidhaa ambazo vilabu wanauza, kutaja mpira kuzungumzwa zaidi, kwa sababu unapozungumza Simba na Yanga binazungumza mpaka misikitini sasa hivi. Tunaona mashahi wanamwaga dahawa, lakini wanaona wazungumza Simba na Yanga. Makanisani pia, bungeni ndio kila siku. Kwa hiyo imekuwa maisha ya kawaida kwa Tanzania katika mpira huu hasa Simba na Yanga. Wasemaji hawa wakati mwingine of course wanakengeuka. Wakati mwingine wapo katika matani. Wenyewe kwa wenyewe hawana migongano, ndio maana tunaona wanavutaniana, lakini katika wana make deal kwa pamoja, wanakutana, wanazungumza, wanacheka. Pengine mashabiki ndio wanapenda vitu kama hivi. TFF wasiwe serious sana. Unajua katika masuala haya wasiwe serious sana, yani kwa kwamba mpira uzungumza kama dini. Yaani ninachozungumza kama dini, msafu unasema hivi, Bible unasema hivi, tufuate hivi vile, hapana. Au katiba imesema hivyo. Wakati mwingine tunyumbulike. TFF wanyumbulike, waendane, lakini wasemaji nao wasikiuke mipaka, kwa sababu isifike wakati tukafika hatua tukatukanana, tukavaana maungoni, tukashushiana brand, kwa sababu unajua brand za Simba na Yanga ama brand za bidhaa ambazo zinadhaminiwa Simba na Yanga, watu wamejenga brand kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo mtu kutokana na utashi wako ama kutafuta ile sympathy ukasema maneno fulani ambayo kashow brand, hayo of course hilo lazima uangalie na wafuate zaidi weledi. Lakini haya hizi chombeza za vijana hawa wa Yanga, Ali Kamwe, Simba, Ahmed Ali, zinachagiza watu kuwa na awareness sana kuelekea hizo mechi, na pia mpira kutajwa na mpira kuzungumzwa. Na dhima ya TFF ni kusimamia mpira uchezwe, mpira uzungumzwe, na sasa hivi unazungumzwa na unachezwa. Kwa hiyo TFF wafurahie hilo. Sawa, tuondoke hapo kwa sakata la Ali Shabani Kamwe, tuelekee kwenye mechi ambayo iko mbele yetu, Young Africans dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba tarehe 8 siku ya Jumamosi. Nitahitaji kwanza uniambie ubora wa kikosi kimoja na madhaifu yao yako wapi. Tuanzie kwa mwenyeji Young Africans. Yanga kwanza ubora wao uko wapi, au ule ubora wao ambao ulikuwa awali wakati anaifunga Simba mara 4 mfululizo bado upo, na kama haupo wameimarika sehemu gani ama wamefeli sehemu gani kwa sasa? Ule ubora umepungua. Bado upo lakini umepungua, sio kama ule ambao ulikuwepo miaka 3-4 iliyopita wa Yanga, kwa sababu ukiangalia Young Africa kwa mbali, tukirejea tu msimu uliopita ambao walishinda mechi zote mbili dhidi ya Simba, walishinda goli 5 kwa moja. Msimu uliopita walishinda walishinda mchezo wa mwisho Young Africa 5-2-1. Walishinda Young Africa dhidi ya Simba.
Ukiangalia kikosi kile cha Young Africa wachezaji almost ni wale wapo, lakini wakati ule wachezaji wengi walikuwa fiti. Pesi yao ilikuwa kubwa sana uwanjani, walikuwa na determination kubwa, walikuwa kama mchwa ama kama nyuki wakiamua kushambulia. Wanapopoteza mpira wanakuwa imara sana, mara kwa mara kurejesha mpira, na wakiwa na mpira wanakaa nao muda mrefu sana. Ukiangalia mwalimu Gamondi wakati ule alikuwa anapenda mpira wa kushambulia zaidi kuliko yani kushambulia kwa mpinzani zaidi kuliko kuwa nao katika maeneo pengine maeneo yako au vipi. Kwa hiyo wachezaji mmoja Pacome Zuzu, ukimwangalia Maxim Zengeli mpia, Aziz Stefan Ki, Khalid Aucho, Baka walikuwa katika form kubwa sana, Djigui Diarra walikuwa katika form kubwa sana. Lakini kwa sasa wachezaji wao hawapo, lakini fomu ile hawana muendelezo wa fomu. Mchezo wa leo wanaenda katika fomu kubwa, mchezo ujao wanaenda wakashuka kile kiwango. Kwa hiyo hawapo katika ile fomu kama iliyopita. Kwa hiyo Young Africa bado ile kuna percentage kama natoa asilimia wameshuka kutoka 100% ya msimu uliopita, sasa hivi wapo katika 70%. Ni neno gani labda tuseme kama eneo fulani ndio limeshuka zaidi, kwamba hii sehemu Simba wakitumia vizuri huenda wakapata chochote kitu? Eneo la kiungo kwa Young Africa pamoja na beki. Kwa mfano ukiangalia msimu uliopita overall katika kiungo Yanga walikuwa na dominate michezo mingi. So far bado wana dominate. Lakini ukimwangalia Khalid Aucho michezo mingi sana ipo down. Kwa mfano michezo miwili iliyopita. Mchezo uliopita mwalimu alimbadilisha, alifanya substitute ya kwanza dakika 45 za kwanza alizitosha Khalid Aucho, lakini pengine wanasema labda anampumzisha kwa ajili ya mechi ya dabi, lakini hata katika zile dakika 45 alizocheza utaona alikuwa na makosa mengi sana, hasa ya kupoteza mipira na kutotafsiri matukio kwa wakati kwa haraka, kitu ambacho kinakuwa wapinzani wako na win mipira katika mchezo ule uliopita. Lakini mchezo wa nyuma pia ukimwangalia grafu ya Khalid Aucho imeshuka sana. Pengine anacheza muda mrefu ama umri nao pia unakwenda. Hilo la kwanza. Ukiangalia Mudathir Yahya basi msimu uliopita alikuwa katika fomu ya juu sana. Katika nyakati kama hizi alikuwa na magoli 6, magoli 7, kusababisha, lakini kwa sasa angalia msimu huu tofauti na msimu uliopita. Kwa hiyo katika sehemu ya kiungo Young Africa imepwaya tofauti na msimu uliopita. Hapa Yanga anaifanyisha na Yanga yenyewe. Amekuja huyu Duki Abuye, bado hajaingia moja kwa moja. Kwa sense yake mchezo mmoja anacheza vizuri, mwingine anacheza yupo kawaida. Kwa hiyo bado hajamiti. Lakini katika upande wa backline msimu uliopita, kwa mfano upande wa kushoto kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Lomalisa Mutambala. Mimi kwangu ni mmoja wa fullback bora kabisa kuwahi kucheza katika ligi kuu ya Tanzania. Mmoja ya fullback bora kucheza. Alikuwa na akili, alikuwa na akipiga cross yake inakuwa cross, akipiga pasi, yani kuna cross pass na cross zile, hapigi cross sadaka lao mwenye kupata apate. Anamuinda mtu. Tofauti na msimu huu amekuja Boka ni anakimbia, ana nguvu, lakini akili yake tofauti na Lomalisa. Lakini upande wa kulia alikuwa Yao Kwasi. Msimu uliopita Yao Kwasi alikuwa fomu ya juu sana. Lakini msimu huu injury prone inamweka nje, anacheza na Kibwana, sasa hivi anacheza Israel Patrick Mwenda, hawajafikia ubora wa Yao Kwasi msimu uliopita. Lakini katika pande wa central beki ukimwangalia mtu kama Baka anakuwa na makosa mengi sana msimu huu. Makosa kila mechi, yani mechi hadi mechi anafanya makosa. Tofauti na msimu uliopita. Msimu huu Young Africa wameruhusu goli 9. Angalia hizo goli aina walizoruhusu. Hilo lingine. Lakini kingine kwa upande wa goalkeeper Djigui Diarra. Ukiangalia magoli matatu ya mwisho aliyoruhusu Djigui Diarra, unaweza kushika kichwa. Goli Diarra pale anafungwaje? Unajua na wakati mwingine nashindwa kubeba lawama moja kwa moja Diarra, kwa sababu ukiangalia hiyo mechi Yanga wameshinda goli 6, wameshinda goli 4, wameshinda goli 3. Kwa hiyo hata goli ile la uzembe la Diarra halina nafasi, lakini kiukweli magoli ya Diarra hasa haya matatu ya mwisho yana shida kubwa sana. Unajua kwa hiyo nazungumza hivyo. Lakini ukiangalia overall performance msimu uliopita Young Africa walipoteza pointi 10. Raundi ya kwanza walipoteza pointi 5, raundi ya pili walipoteza pointi 5. Mechi ya kwanza kupoteza ilikuwa dhidi ya Hefu, walifungwa goli 2-1. Mechi ya pili kupoteza walicheza na Kagera wakatoka sare msimu uliopita. Na raundi ya pili walifungwa na Azam, lakini pia walidraw na JKT Tanzania. Kwa msimu huu raundi ya kwanza walifungwa mechi 2. Raundi ya kwanza walipoteza alama 6. Raundi ya pili hiyo wamepoteza alama 2. So far wameshapoteza alama 8. Je, tuangalie itapoisha ligi. Kwa sababu msimu uliopita walipoteza alama 10 wakawa na pointi 80. Sasa hivi wana pointi 58.
bado pointi 22 wanadaiwa kufika zile alama zilizofikia msimu uliopita, na bado alama 2 tu kuzilinda, ili mradi wasipoteze zaidi ya msimu uliopita. Wakidraw mchezo mmoja watakuwa wamefikia level ya msimu uliopita, pointi walizopoteza. Means wamepoteza pointi 8 so far. Wakidraw mchezo mmoja watakuwa wamepoteza pointi 10 kama za msimu uliopita, lakini wakifungwa watapoteza zaidi ya msimu uliopita. Kwa hiyo ukiangalia Yanga hii kwa michezo iliyobakia 8, je, hatopoteza hatodondosha pointi hata moja? Ni swala la kujiuliza. Kwa hiyo Young Africa kuna mapungufu fulani yamejitokeza, lakini bado ubora wao, pamoja na mapungufu hayo yote, naweza kusema kwamba bado hawajapoteza ubora wao wa moja kwa moja. Na ukiangalia mechi za karibuni kidogo kama wana gain kile ambacho walikipoteza, wakapelekea wale walipoteza michezo miwili back to back na kudondosha alama dhidi ya JKT Tanzania, lakini kidogo sasa hivi unaona kabisa kwamba Young Africa wanaanza kurejea katika ule ubora pengine uliokuwa msimu uliopita. Sawa, ningependa tumzungumzie kidogo Pacome Zouzoua wa msimu uliopita na huyu wa sasa hivi, na kwenye dabi ya ile ya 5 alikuwa miongoni mwa mchezaji tishio zaidi. Kwa sasa Pacome ukimtizama kuelekea dabi, anaweza kufanya kama aliyofanya msimu uliopita? Possible yes, possible no. Kwa sababu msimu uliopita wakati dabi inakuja, Pacome alikuwa moto sana, hasa dabi ile ya kwanza alikuwa moto, na ukiangalia ile dabi mchezaji ambaye alikuwa na effect kubwa kwa upande wa Yanga kuelekea Simba ni Pacome Zouzoua. Alikuwa mbaya kupita maelezo. Hapo katikati amepungua pamoja. Pacome ukiangalia na magoli 7, assist 7, bado amefikia ubora wa msimu uliopita ukiangalia katika in term of scoring, lakini ukimwangalia unajua kuna namba katika mpira, kuna mambo mawili. Kuna namba ambayo pengine performance yako sio bora, lakini namba zikakupa. Kwa mfano Prince Dube, ukiangalia numbers ni mchezaji ana namba bora kabisa. Ukiangalia yeye anafunga goli 10, ana assist 7. Hakuna mchezaji ambaye amehusika magoli mengi kama Prince Dube. Yeye pamoja na I think Jean Charles Ahoua. Kinamba Dube anakupa namba mzuri, lakini kiuhalisia kiwango cha Dube kinakuridhisha, kumwangalia machoni hivi ni yule Dube ambaye pengine Yanga walimtarajia. Unaosema no, kwa sababu Dube alishaku perform zaidi hapa ambapo anachoperform akiwa Azam. Ndio kitu ambacho kimeshawishika Yanga kumsajili. Hata magoli aliyofunga pale wakati yupo Azam, alifunga magoli very concrete goal alikuwa anafunga. Lakini kwa Young Africa magoli mengi aliyofunga ni chukutapu. Kwanza na matarajio ya watu wengi, tunaona Simba imepita matarajio, kwa sababu kutengeneza timu watu wanajua utapata matokeo huko na suasua huko na tuasua, lakini Simba wamepata matokeo mpaka sasa hivi wamefika nafasi ya pili, sio kwa bahati mbaya. Wanatengeneza timu yao inaingia ubora wakati bado wapo njiani. Kwa hiyo kwa Simba, mimi binafsi Simba kama ni baba ubingwa mwaka huu wamefluku. Yani bahati imeangukia kwao. Imetokea kwao. Na kabla ligi ijaanza, mimi binafsi nilitemu Yanga ndio timu ambayo inaipa nafasi kubwa ya kubeba ubingwa. Nafasi ya pili nikaipa Azam. Kwa sababu Young Africa hawakubadili kikosi chao, waliboresha kikosi chao. Nikajua ubora wa msimu uliopita plus maboresho yatakuwa timu bora zaidi. Lakini kwa isivyo bahati, Young Africa kikosi chao kile cha msimu uliopita ndio hicho kinachofanya vizuri. Yale maboresho yote haijaingia kuleta ule ubora ambao Yanga walihitaji. Naomba nielewe. Yaani kikosi cha msimu uliopita ndicho hicho kinachofanya vizuri. Wachezaji wale kuangalia wengi ni wale ambao wa msimu uliopita. Wachezaji hawa waliosajili msimu huu, wachezaji unakuwa ingia toka. Hakuna mchezaji ambaye pia ameclick moja kwa moja katika kikosi cha kwanza kuona kama huyu kaleta mabadiliko makubwa. Licha ya Dube kufunga magoli mengi, lakini kiwango chake kinakuwa cha kawaida. Ndio maana hata wachezaji wa mashabiki wenyewe wa Yanga wanasema kabisa wanamwamini Dube, wanaingia toka. Hawana ile imani ya moja kwa moja. Na wachezaji kwa mfano na Boka walisajiliwa hao kina Duke Abuye, hawajaingia ile kosini moja kwa moja kuonesha ubora kuliko wale waliocheza msimu uliopita. Ndio maana nasema na wachezaji waliopita wanafanya vizuri kuliko hawa maingizo mapya. Na nilisema kwamba Simba anaweza kuchukua ubingwa. Yanga ikikosea sana, Simba anaweza kuchukua ubingwa. Sikumtoa moja kwa moja. Kwa Azam nilijua kikosi cha msimu uliopita kilikuwepo, wakafanya maboresho na wao ni wa timu hivyo, lakini kikosi kilicho cha msimu uliopita wachezaji wengi wameflop, kikosi wachezaji wapya wameflop. Kwa hiyo ndio maana Azam unaiona sehemu ilipo. Simba katika advantage yupo katikati kwa Azam na Yanga. Kwa hiyo Yanga kizubaa, Simba wanaweza kuchukua ubingwa kwa mfukuzano uliopo, lakini bado nafasi ya Yanga kubeba ubingwa utatokana na mechi hii ya kesho kutwa. Na kama anafanya vizuri, ukipata ushindi atajiwekea asilimia nyingi sana za kubeba ubingwa. Akienda sare pia ubingwa utakuwa bado mikononi mwake, lakini akifungwa labda hapo ndio tutaanza kufikiria vingine kuhusiana na Simba kubeba ubingwa nje ya Yanga. Ubora wao sasa Simba safari hii wameimarika sehemu gani? Maana binafsi mimi ninavyomtazama Simba naona kama fundi ujenzi ambaye anajenga nyumba yake huko bado anaishi ndani. Na anajenga vizuri. Uzuri wake anajenga vizuri. Na Simba imeimarika sana na imepunguza gap kubwa sana dhidi ya Young Africa. Kwa sababu msimu uliopita Yanga na Simba, Yanga ilikuwa wapo mbali sana ukimkompea na Simba. Na hata ukiangalia ligi ilivyomalizika, Yanga kamaliza na pointi 80.
magoli 71 ya kufunga. Simba kamaliza na pointi 69 kwa tofauti ya alama 11. Najua alama 11 katika ligi kwa Simba na Yanga ni alama nyingi sana. Alama 11 tofauti wa kwanza na wa pili ni alama nyingi sana. Na msimu huu angalia bato hii inaita ngadu kwa ngadu, ukitoa mguu unaweka wangu. Yaani unatoa mguu mtu kaweka kabla hujapoa ameweka wake. Kwa hiyo Simba amepunguza ile gap. Ile gap tunaweza kusema kutoka kule ambapo aliwepo sasa hivi bumper to bumper. Yaani sasa hivi anasoma katika ile bapa, yani katika nini la pepe la Yanga Simba ipo nyuma hapa. Na anaomba dim light ameomba yani anataka apite. Kwa hiyo Simba amepunguza kwa sababu Simba ameimarika sana. Ukiangalia katika goalkeeping msimu uliopita na msimu huu wamepata geti mwaka huu. Simba golikipa wao nazungumzia Pipin Kamara ameonyesha kitu kikubwa sana. Ni mmoja wa golikipa bora kabisa katika msimu huu wa ligi kuu. Clean sheet 15 si haba, lakini ukiotana clean sheet 15 the way anavyowaokoa na anavyoweka Simba anavyoweka Simba mchezoni, wakati mwingine yeye ndo anaamua mechi. Unaelewa hilo la kwanza. Lakini pia katika upande wa backline pamoja na upande wa beki Hamza ameongeza kitu kikubwa sana. Yani Hamza amekuja kuongeza utulivu sana katika upande wa backline. Na ukimwangalia Shemalon Fondo ambaye msimu uliopita pia alikuwepo, bado ana makosa madogo ambayo pengine anakosa Simba, lakini bado uwepo wa Hamza pamoja na Karabu wameonyesha uimara. Fullback ni zile Mohamed Hussein pamoja na Kapombe ni wale, lakini pia wameongeza katika upande wa midfield, wameongeza uingia wa Kagoma pamoja na Mavambos. Wamemfanya mpaka Ngoma arudi form. Najua msimu uliopita ligi inapoisha Simba ingesema sisi tunachana Ngoma, nadhani wachezaji wapenzi wengi wa Simba wasinge doubt sana kuhusiana na Ngoma, lakini sasa hivi ukisema Ngoma aachwe kila mmoja atakuna kichwa. Kwa nini aachwe? Kwa sababu ujio wa Kagoma pamoja na Mavambos umeimarisha ubora wa Ngoma. Kwa hiyo katika midfield nao wameongeza. Kwa upande wa washambuliaji Ateba pamoja na Mukwala kidogo wameongeza kitu fulani, lakini ukikompea na msimu uliopita. Lakini ukiangalia Simba ambayo yeye wanaitaka ile Simba kina Mugaru bado hajafikia, kwa sababu ukimwangalia Ateba ana nguvu lakini bado ana tendency kubwa sana kukosa magoli. Naona nafasi nyingi sana anakosa. Hilo la kwanza. Mukwala mjanja. Le mechi anakupa mechi mzuri, mechi yao unamtukana, upende hata kumuona, hafai. Na tatizo la Mukwala hatulii katika ile area 18, area 18, yani yeye akai. Mara nyingi sana mahama, ndio maana mipira wakati mwingine inakuja hayupo. Lakini kwa mfano mechi ya juzi ambayo alifunga hat-trick, alijaribu kusimama pale na alipata nafasi chache sana zote akazitumia. Na kama unaangalia mchezo wa juzi ile utasema wow, yani kila mmoja utapanda kwa mshambuliaji wa namna ile. Kwa hiyo Mukwala naye amekuwa ingia toka msimu wa kwanza kwa wote hawa, na kuwa of course uweze kumhukumu moja kwa moja kwamba hamna kitu. Sometimes unatamani kwenda naye, lakini sometimes unaona hapana, hamna kitu. Kwa hiyo bado hawaja capitalize katika lile eneo, lakini mdogo wamebusi kwa sababu Mukwala na kujumlisha magoli yao, magoli takriban 17 kwa wao wawili, bado katika msimu wa kwanza bado wana kitu wanakupa. Lakini bado Simba wenyewe ama Simba ambao pengine wanaitamani kuiona, washambuliaji wao wanasema bado kidogo hawahitaji washambuliaji wa namna hiyo, wanataka makila kama Kagera kwa na mambo mengi sana, lakini akipata nafasi moja pengine nafasi inatoka hiyo anaweka kambani. Nafasi mbili anaanza kuweka zote, ama nafasi akikosa nafasi kila mtu anashika kichwa kwamba pale kakosaje, lakini sio mchezaji anakosa nafasi ya kwanza, anakosa nafasi ya pili, anakosa nafasi ya tatu. Hana cha kujutia, huoni kabisa kwamba huyu anajutia kile cha kwanza alichokifanya. Kwa hiyo bado, lakini kwa upande wa wings ujio wa Mpanzu Simba sasa hapo wameongeza kitu kikubwa sana. Mpanzu kamuongeza kitu kikubwa sana, Kibu Denis. Kibu Denis ukimwangalia numbers hakupi, hasa namba ya kufunga magoli au kuassist. Lakini ukiangalia contribution yake ya 90 minutes inakuwa kubwa sana. Wengine wanazungumza kimapenzi, lakini kila kocha akija Simba lazima ampe katika kosi cha kwanza. Na wakati fulani yeye alitishia kuondoka, watu wa Simba walishika kichwa wote. Naona kitu kama hicho. Wakati wanasema na watu wengine wanaona mshumaa ufai, lakini katika umeme wanatafuta mshumaa upo wapi. Alikuwa kama hivi, lakini ukiangalia Kibu Denis michezo kimataifa kafanya vizuri sana. Hii katika Confederation Cup Kibu kafanya vizuri sana performance yake. Amekuja Mpanzu kaongeza kitu kikubwa, kwa sababu Mpanzu amemzidi Kibu vitu vingi sana. Accuracy,
wote wana nguvu, wana speed, lakini ile uhakika Mpanzu ana uhakika zaidi kuliko Kibu Denis. Kwa hiyo amemuongezea kitu. Katika upande wa flanks, yani wings wa kulia na kushoto, Simba bado imeimarika. Tofauti katikati hapa ndo tatizo ya umaliziaji na kidogo beki makosa ya Shemaloni ya rekosi timu wakati mwingine. Kwa hiyo overall performance Simba imeperform vizuri, pointi walizopata sio kwa bahati mbaya, na ujenzi wao wa timu wanaijenga vizuri timu, kwa sababu unajua nyimbo nyingine fundi, hata wewe sio fundi unaweza kumkosoa kama huu ukuta ambao umefanya hivi, lakini kwa Simba kila kitu kinanyooka. Kunahitaji safari ndogo sana, yani safari sio ndefu sana kuelekea kule wanaita nchi ya ahadi. Yes, kwa hiyo Simba imeimprove. Hata hii dabi inayokuja hii ya kesho kutwa itakuwa ngumu sana kwa mambo matatu. Jambo la kwanza, uimara wa Simba tofauti na msimu uliopita. Najua mpaka Yanga sasa hivi wanajiamini tunawafunga, yani wana huku wana kitu fulani cha sadari wanakiacha wazi. Na wakao wenyewe wanasema kabisa, lakini tusiamini sana, tumewafunga sana hawa. Maana hao tumewafunga sana, hawatokubali hao. Hao hawatukubali. Wanasema hivi kwa sababu wanaona kabisa kwamba mwenzetu mpinzani ameimarika naye pia. Hilo la kwanza. Lakini ukiangalia hata margin ya point, Yanga na Simba sasa hivi tofauti ni alama 4, lakini Simba ana advantage ya mchezo mmoja mkononi dhidi ya Dodoma. Anajua tukiteleza hapa Simba kishinda kipoto chake atakuwa juu, na michezo iliyobaki najua sasa hivi sababu za vidole zinapigika. Kwa hiyo wanaogopa nalo hilo lingine, lakini pia wanajua hii ni dabi, lolote linaweza likatokea. Huyu anaweza kauma meno huyo. Kwa nini kila siku ananifunga huyu mtu? Piga mechi 4 mfululizo na hii itakuwa mjinga, sikubali. Na wale kama hiyo nayo hivyo. Kwa hiyo mechi itakuwa ngumu kwa sababu wanajua mtu aliyeenda kushinda hii mechi pengine ana advantage kubwa kutoa ubingwa, lakini sare Yanga itanufaika kwa sababu hata akishinda kipoto Simba, Yanga atakuwa na goli moja, point moja juu. Kwa hiyo mechi kwa kweli ni ngumu. Mimi binafsi ningependa hii mechi iamuliwe na mbinu za walimu pamoja na ubora wa wachezaji. Unadhani ni gani labda sasa kwa kumalizia? Ukiangalia Yanga ukiangalia Simba wakisema wakisuka vizuri vikosi vyao, hapa patakuwa na msagano wa kutosha kwenye dakika 90. Katikati ya uwanja Kagoma, Ngoma, kule Mudathiri, kule Mudathiri Aucho au akimpa nani, lakini akimpa na Duke Abuye yoyote. Lakini kuna viungo wachagizaji, ndio kana Maxim Zengeli, Pakome, Azizi, wale ni viungo pia, ni wachagizaji. Kwa upande wa Simba kina Mpanzu, kuna nani, bato itakuwa sana katikati ya uwanja. Bato itakuwa na naona mbinu za walimu ama ubora wa mchezaji mmoja mmoja pia naweza kaamua mechi. Mimi binafsi naomba hivyo, na ningependeza zaidi kwamba baada ya dakika 90 kila mtu ailaumu timu yake kutokana na kile alichopoteza, ama aipongeze timu yake kutokana na ushindi. Kusitokee mambo mengine marefari manini ya spoil game, na kwa sio kitu kizuri. Marefari tayari ameshaweka wakati. Ahmed Arajiga binafsi naona mmoja wa marefari wazuri wanaofanya vizuri so far katika ligi kuu, hata msimu huu. Asikengeuke, asiamue kutokana na mihemko ya pengine yani watazamaji si wapenzi wanataka nini. Afuate sheria 17 bila kuogopa chochote. Kama penalty aseme penalty, kama sio penalty aseme sio penalty, kama goli aseme goli, kama sio goli sio mpira umetoka. Yani vile ndio mna nini, awe from the beginning. Kama kadi nyekundu mpe kadi nyekundu, usianze kubalance. Ama usimwache hii no, au usiache hii, hapana. Kadi nyekundu hata dakika ya kwanza nyosha mpe. Goli hata dakika ya kwanza offside, yani fanya hivyo. Fuata sheria. Unajua fuata sheria. Vitu vingine of course ni wanaita ni huruma ya referee. Yani wakati asiharibu, yani huruma isije karibu mchezo. Najua mwisho wa siku watu wanapima ile ilikuwa offside au ilikuwa offside. Ile alinawa hakunawa. Mchezo unaama kutoka uwanjani unaingia katika mitandao ya kijamii. Huko sasa ndio tunakoanza kulaumu marefa. Lakini kama ukiwa straight tap red card umepata red card. Hii kona ni kona. Nini hata tukirudi katika mitandao ya kijamii tukiangalia naona kweli ilikuwa kona. Refa alikuwa sahihi. Hapa kweli kadi nyekundu kweli, yani tunarudi kujiangalia kwa sababu hivi vitu vinakuja sasa hivi kwa sababu ukuaji wa teknolojia. Kwa marefari ambao wapo pale uwanjani pamoja ni kazi yake, lakini wanajitahidi kwa 100%. Pamoja maamuzi mengine unashangaa refari pale, mimi sina basic tu ya refari, lakini pale amue kutokana na sheria zinamruhusu vipi na mpira unaruhusu vipi. Baada ya pale Simba na Yanga nadhani hawanaga yani watoke uwanjani waanze kupaswana, hiyo haijawahi kutokea. Lakini isiwakarafishe watu. Hata unatoka mtu ametoka mtu na hii mwezi mtukufu Ramadhani. Kakimbia kaacha kufuturu nyumbani, kasema niende mpirani, atafuturu pale nje hapa, atafuturu wima kusudi angalie burudani ya mpira. Usimuuzishe kutoka kwa sababu ya muamuzi. Vitu vile si imani za kishirikina, si vinavyoharibu mchezo visiwepo.
watu waingie uwanjani, upige burudani, mwenye kushinda ashinde, kama sare, yani watu wa shake hand, matokeo yamepata, kama mtu atajutia kwamba tutaonana msimu ujao, tutaonana baadaye. That's the football. Shukrani sana. Karibu tena.